Ni Jumatano tulivu tukiwa pamoja ndani ya kipindi hiki tayari kujumuika nawe kuweza kufahamu yale ambayo yanaendelea katika michezo. Kama ilivyo ada, hapa ni sehemu ambayo tunakutana kuzungumzia masuala mbalimbali na matukio ya kimichezo kabla au baada ya michezo. Na tunafahamu kwamba wakati nchi hivi sasa inajiandaa na michuano ya AFCON, vipaji vimekuwa vikitafutwa na jinsi gani ya kuweza kuandaa mashindano hayo ili kuweza kuwa katika ubora wa hali ya juu katika eneo hili ambalo wenzetu pia Kenya na Uganda tupo nao sambamba. Moja ya vitu ambavyo vinaweka sawa ni elimu ya michezo, na Tanzania kwa miaka mingi imekuwa na eneo ambalo lilipaswa au limepaswa kuweza kutoa kada mbalimbali za wanamichezo katika kufundisha, kucheza na mengineyo. Na hiki chuo kinaitwa Mali ambacho kipo kule Mwanza. Kwa muda mrefu imekuwa kikipigwa chapuo, lakini ever since Dr. Jonas Tiboroa kwenda katika chuo hiko na kuwa ni mkuu katika chuo hiko cha Mali, mambo yameanza kubadilika. Kulikuwa tunaona vitu kwa michoro, sasa tumeanza kuona vitu katika njia rahisi. Na hii imenipa nafasi ya kumweza kumuita dokta kuweza kuangalia yale ambayo yapo katika chuo hiko, lakini pia changamoto ambazo pia zinawakumba waandishi wa habari za michezo ameweza kupitia nazo vipi. Dokta, karibu sana. Asante sana. Kwema? Kwema Patrick, habari za siku? Mimi nashukuru sana. Habari za mjini? Mjini kuzuri. Ndio. Mjini kuzuri. Misasa inaendelea. Na nadhani kidogo tulikutana in brief pale wakati tunamsubiri waziri mwenye dhamana ya michezo kabisa pale BMT wa Mkapa katika msasa ule. Bwana, nikupe hongera bwana, sikujua ndo rais wa chama cha ndondi sasa hivi. Bwana, mimi nakaimu tu kaka. Ulinipa darasa jinsi gani ya kutengeneza katiba. Kwa hiyo mimi katiba sasa nikaanza kujiuliza, nitegemea ndo ungechukua nafasi ya Hashim saizi kwenye kikapu, umeamua kukaa kwenye ndondi. Huko nitarudi. Au sio? Hiyo ayashua yu kwamba nitarudi. Hongera sana na nilifurahi kusikia vile. Nadhani kitu kizuri unakiandaa pale. Nashukuru. Na ndio maana nasema mara nyingi ukipata misasa uzuri kwamba nakuwa na watu wataalamu wenyewe waliobobea katika maandiko na kila kitu. Na nikiri tu umeweza kuni mentor katika masuala kadhaa ambayo yanahusiana na kuangalia uongozi wa michezo unakwenda vipi. Nashukuru sana. Unajua zamani nilikuwa nafikiria kwamba kama unavyosema kucheza basket basi uwe kiongozi wa basket, kucheza soka uwe kiongozi, mtu wa mpira. Lazima watu watambue kwamba uongozi ni tasnia, na of course kuna misemo watu wanasema viongozi wao wanazaliwa. Hata kama ukizaliwa, hiyo ni aspect moja, lakini unahitaji sehemu fulani uende ukajue ni nini maana ya kuongoza watu ilivyo. Na ndio maana mlivyokuwa mnashiriki zile kozi tulikuwa tunapata faraja kuona majina makubwa kama nyinyi mnakuja kufuatilia vitu kama vile, lakini nadhani mnaanza kuona faida yake kabisa kwa kiasi kikubwa. Na najua hapa sikosi story nyingine nzuri ya maana kabisa. Yes. Dokta, kwanza nikuchokoze tu kabla tujaenda huko katika eneo lako. Kama kawaida Azam TV ndio inaonyesha ligi kuu ya soka Tanzania bara. Wewe kwa jinsi unavyofuatilia ligi hii sasa hivi, unaionaje mwenendo wake? Ligi ni nzuri kwa maana kwamba naanza kuona, utakumbuka miaka za nyuma nilikuwa nasema timu zetu, vilabu vyetu vilikuwa bado vinakuwa shy kwenye kuinvest. Hai vilabu sasa hivi vinainvest na mpira unachezwa. Tatizo linakuja tu kwenye baadhi ya mambo fulani ambayo yanaendelea kwenye ligi, na inanisikitisha kidogo. Marefali wamekuwa ndo talking point badala ya mpira wenyewe, na hii kwa kweli inaweza ikajeopardize initiatives za mpira za kuendesha soka na ikafanya mwisho. Unajua watu wanachukulia vitu simple, lakini mimi huwa napenda kuambia kitu. When people invest in something, clubs au maendeleo ya soka, halafu kada moja ikafanya kazi kudimini hizi initiatives za kuendeleza, watu wanaweza wakakata tamaa, wakasema no, we are not investing in this kwa sababu we are wasting our time and money, tunakaa pembeni. Ligi itarudi miaka 20 ilikotoka. Kule kwa sababu mimi siamini hata Azam wenyewe ambao ndo wanao sponsor ligi kama wanaweza kafurahi kuona vitu vinavyofanyika sasa hivi continuously. Niko naongea na watu wananielewa, ipo siku watakuja kuelewa ninachokisema. Kama nilivyokuwa nikisema wakati kuhusu uwekezaji, watu wanawekeza sasa hivi,
lakini investment inatakiwa iwe protected, na protection mojawapo ni kuhakikisha kwamba tunakwenda na ISO ya fairness kwenye game for the good of the game. Na ndio maana hata FIFA wanao msemo fairness is for the good of the game. Usipokuwa fair kwenye game, basi unakuwa unafanya vitu vyako vya ajabu. Mimi siwaelewi kabisa wa marefa wa Tanzania sasa hivi. I'm sorry to say so. Sasa hapo ndo ninapokuja sasa kwa kile ambacho niliona ni busara kukuita kwa sababu kwamba ili kitu kiweze kuendelea lazima kiwe kina msingi, anasema ni base ambayo imejengwa. Kichwa cha mtu kiwe kimelengwa kwamba si swala la pesa tu, lakini passion ya mchezo ambayo unayo, na mchezo ukiwa katika njia zinazofaa, professionalism tutakwenda katika njia gani? Umeenda Malia baada ya uteuzi ambao ulipata kutoka kwa serikali ya Tanzania kwenda kuongoza chuo. Chuo hiki kuna nyakati kimetoa watu, lakini ile consistency ambayo watu wengi tulikuwa naitegemea wakati ule vinajengwa pale Mbeya, wale Warusi wanatengeneza kiwanja cha basketball, lakini structure ambayo ilikuwa inaonekana inakuja kuwa pale Malia, tulikuwa na fikra ya juu zaidi. Sasa kufika kwako tulikuwa tunaona ile frame ya michoro kwanza ambayo unasema kwamba ili uweze kuwa na chuo kizuri kwanza majengo lazima timili wanafunzi waweze kuwepo. Kuna structure ambayo pia ilikuwa imewekwa pale. Najua kwamba ni majukumu mazito ambayo yamekabidhiwa katika muda mchache. So far kwanza tuko wapi katika ujenzi wa structure yenyewe ya chuo cha Malia? Well, kwanza lazima tuipongeze serikali ya awamu ya 6 kwa initiative ambayo zinafanya kuhakikisha kwamba maendeleo ya michezo yanakwenda kwenye trajectory inayotakiwa. Mimi nilipelekwa Malia ndani ilikuwa 2024. Ilikuwa mwezi wa 10 nakumbuka. Kidogo ilikuwa shocking, naenda maeneo ambayo sijazoea, japokuwa nilikuwa napafahamu, lakini lazima ni declare interest kwamba kile chuo kimeendelea kwa kiasi kikubwa sana kuanzia mwaka 2010 kuja mpaka sasa hivi tulipo. Kumbuka hiki chuo Patrick kipo toka mwaka 79. Nadhani unatambua. Na hicho chuo zamani kilikuwa ni chuo cha michezo pamoja na utamaduni. Na ndio maana mpaka leo ukienda Malia ukiuliza chuo cha michezo watu wengine wanaweza wasikielewe. Ila ukisema nataka kwenda utamaduni kila mtu anakuleta. Kwa hiyo kile chuo 2012-13 ndo tulianzisha zile programs ambazo zina ithibati. Kwa maana zinajulikana na mifumo ya kielimu Tanzania, na kwa maana ikisajiliwa chini ya NACTIVATE, chini ya NACTIVATE kuanza kutoa program 3. Sasa tumekwenda na program 3 toka 2013 mpaka sasa hivi. Ni miaka takriban 10. Dokta, nikukatiza hapa, naiona hii ramani na najua ulikuwa Sweden, Scandinavia na nini wakati tuna maandiko kwa hiyo nitakuja kuweza kwa mbele. Hii ndio structure ambayo tunaenda ndio structure inayojengwa sasa hivi. kama chuo, kama akademia ya taifa. Na hii iko ndani ya chuo cha maendeleo ya michezo Malia. Upande wa kusini wa chuo ndiko hii akademi inajengwa. Na mpaka sasa hivi awamu ya kwanza ukiona jengo la kwanza kwenye ya mapaa mekundu. Jengo la kwanza kwenye pale kundu. Hii ni hostel. Kwa utakuwa na hostel 4 na kila hostel moja, hii hostel ya kwanza tunaiona inaweza kuchukua wanafunzi 170. Na itakuwepo 4 kule chini kama unaona kuna kigorofa. Zeni zitakuwepo apartment majengo mawili ya namna ile. Zile zitakuwa ni executive hostels. Patrick unaweza kaamua kuja na Azam FC. Watafikia pale watafanya training hapa. Hili jengo unaloliona ambao mbele yake kuna parking kubwa. Huu ni uwanja wa ndani. Malia ukumbuke tuna uwanja wa ndani tayari, lakini huu ni uwanja wa ndani wa pili. Na nilikuwa na watania juzi watu, sio utani kweli, ukitaka uwanja wa ndani Tanzania njoo Malia. Ushajenga indoor pale. Kuna indoor pale kubwa. Na ndani ile ni indoor kubwa kuliko hata inayojengwa. Ila hii itakuwa ni modern zaidi ya ile ambayo iliyopo sasa hivi. Tunachungulia Kigali kwa nini hapa? Sasa Tanzania hii Mama Samia anafanya mambo. Rais wetu ambaye sote ni mashahidi kwa kazi anayoifanya kwa maendeleo ya michezo. Very true. Watu wakisikia goli la mama wanafikia ameishia pale, sio? Na hivi viwanja unavyoviona
akipeleka picha kule mbele. Ndio. Kwa hiyo tunalo jengo la kwanza hostel, tunalo majengo yote mawili hapo katikati, kwa maana uwanja wa ndani pamoja na jumba la nyuma uwanja wa ndani ni jengo la chakula, na tuna darasa moja tayari imeshakamilika lenye madarasa 8. Na viwanja vingine vyote tunavyoviona sasa hivi hapo viko tayari kasoro swimming pool. Okay. Viko tayari kwa maana kwamba vinaelekea mwisho kumaliziwa. Na kuna picha nyingine nimekutumia jana nadhani utaona sasa ule ujenzi wenyewe. Okay, tutaupata right away kuweza kuangalia ule ujenzi ambao umefikia. Unaweza kaona lile pale ndo hostel iliyoko, ile hostel nyingine bado. Hilo jengo unaliona liko wazi, huo ndo uwanja wa ndani, nyuma yake ile ni bwalo la chakula la wanafunzi. Hili hapa mbele hapa ambao pia limepauliwa ni darasa lenye madarasa 8. Na kuna picha nyingine kule mbele utaona ina viwanja vingine vyote viko tayari. Hili ndo jengo la uwanja wa ndani unavyoliona. Na hizi picha zimechukuliwa miezi 2 iliyopita, kwa maana hiyo status yake sasa hivi kimsingi ya majengo yote sasa hivi yameshaanza kuwekewa vioo. Kama ili hapa limekamilika kabisa, hata vyuma vimeshatolewa. Okay. Kwa hiyo ni jengo ambalo liko tayari kwa matumizi, isipokuwa viwanja. Kama unaona kuna vitu vyeusi juu vimewekwa. Ndio. Ile ni plastic membrane ambayo imewekwa juu kabla ya kuanza kuweka mabomba ya kutoa maji uwanjani pamoja na kokoto, na baadaye tuje tuweke fiber nyingine ya kuzuia watu kuumia pamoja na kuweka nyasi. Viwanja vyote vitatu vitakuwa na nyasi bandia. Pembeni ya ule uwanja kule unaona kuna kama viwanja viwili pembeni. Hiyo ni viwanja vya basketball. Okay. Kwa hiyo tuna viwanja viwili vya basketball na hivi vya nje sasa, ukiondoa kile vya nje ambapo ni michezo yote vya cha ndani. Tuna viwanja viwili vya basketball, tuna vya volleyball, tuna vya tennis. Na kuna huo uwanja wa katikati ambao unao umepigwa zege. Hiyo tunaandaa ile sema ukimbilia running track. Okay. Kwa hiyo tutakuwa na viwanja vitatu vya soka, na wa katikati utakuwa na majukwaa. Bado majukwaa hajaanza kuwekwa kujengwa. Ile tumeweka viwanja tu kwanza. Baadaye awamu ya pili ndio itakuja na majukwaa pamoja na baadhi ya majengo mengine kama gyms, hostel zaidi na madarasa zaidi pamoja na zile executive hostels zilizokuambia. Wow, nilikukatiza sehemu kwa maana ya kwamba nilikuwa na hamu zaidi mtazamaji aweze kufuatilia, kwa sababu ulikuwa unatupa background ya Malia. Sababu unaangalia toka 76 na 9 anakuja Tiboroa hapa na timu nyingine ambao wamekuja nayo na vision mpya na serikali ya awamu ya 6 mambo yanaenda fast namna hii. Sasa nini katika study yako ulikiona hapa kilikuwa kimekwamisha kuweza kwenda haraka katika chuo hiki kwanza kutumika na kuna facility? Nadhani ilikuwa ni sababu nyingi. Kwanza kama nilivyosema, awamu ya 6 imefanya tathmini ya kuangalia namna gani inaweza ikaendeleza kada ya vijana especially. Unajua Tanzania population yetu vijana ni wengi kuliko watu wengine, kwa maana tuna wazee, tuna vijana, tuna wazee zaidi. Kwa maana mimi mwenyewe ni mzee sasa, kuna wazee zaidi yangu. Mimi bado mzee, naweza kufanya kazi, sio? Lakini kuna wazee zaidi yangu ambao sasa hivi wanatakiwa kupumzika, ila vijana ni wengi zaidi. Na tatizo kubwa jingine ambalo serikali imegundua kwamba hawa vijana pia walio wengi hawana kazi. Lakini kati yao wasiokuwa na kazi kuna wengine wana talents za michezo. Na tumekuwa tukiongea sana kwenye semina mbalimbali tukiwaelekeza watu kwamba michezo ni mgodi fulani ambao Tanzania wala tulikuwa hatujaupima kujua una nini mle ndani yake. Lakini serikali ya awamu ya 6 imeonyesha kabisa concerted effort kwamba sasa hivi lazima tuwekeze kwenye sport. Na unaposema sport sio soka tu. Na ndio maana ukiangalia academy ambayo naiongelea hapa, sijaongea mchezo mmoja. Exactly. Nimeongea michezo yote. Kwa sababu lazima michezo yote iweze kufanyiwa kazi ili iweze kuleta tija. Na endapo hii investment itachukuliwa kama jinsi ilivyo, tunaenda kuona sekta ya michezo ikikua, ajira ya michezo ikiongezeka, yani hizo opportunities za watu kuajiliwa kwenye michezo inaongezeka kwa maana wachezaji, lakini sio katika mchezo mmoja tu wa soka, tunaenda kuona michezo mingine pia ikinyanyuka. Hasa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wakati serikali ikiwa inafanya vitu kama hivi,
huku chini pia lazima watu wengine wafanye vitu hivi kusupport. Najaribu kuangalia programs za michezo Tanzania bado ziko chini sana. Kwa ninachotaka kusema ni kwamba shime wa Tanzania tunapokuwa na project kama hii ambayo serikali inataka kuja kuinvest kwenye kuwaendeleza vijana wenye talent, wenye talanta za michezo, ili waje kupigwa brush hapa, wakitoka wakienda sehemu value yao imekuwa. Nadhani kuna haja sasa watu wengine nao waanze kuona umuhimu. Mashule, sekta binafsi, taasisi mbalimbali, lakini hata jamii kwa ujumla tuhakikishe kwamba tunaunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais. Hapa amewekeza bilioni 35, sio hela ndogo sana. Yes, bilioni 35 kubadilisha hii sehemu kuwa jinsi ilivyo sio kitu kidogo. Kwa mtu aliyekuwa anaitambua Malia miaka 3 iliyopita, akifika sasa hivi ni vitu tofauti. Wow. Hiyo ni nzuri, na kabla tujaenda break pia ningependa kufahamu so far tuweza kuangalia pale, lakini kwa sasa tunapozungumzia Malia, miundombinu sasa hivi iko vipi ya kufika pale, kwa maana kwamba barabara, nakumbuka Malia pale ilipokuwa, lakini pia facilities ambazo zipo humu au ambazo zitakuja baada ya kukamilika. Kwanza miundombinu ya pale inaendelea kuimprove. Watu wote tunatambua, nadhani hata wiki iliyopita mmesikia serikali imesema hivi karibuni inaweza kufungua reli ya mwendokasi kutoka Mwanza mpaka Isaka, sio? Na hii reli inapita Malia. Kwa hiyo Malia japokuwa tuko pembeni, lakini nataka kuambia tuko na michezo, kama unaweza ukatoka Kibaha ukaja kufanya mazoezi Dar es Salaam na kurudi Kibaha, hata kuna mwendokasi hapo. Dakika kadhaa uko Malia unafanya mazoezi, unaingia kwenye mwendokasi, unarudi zako Mwanza au Shinyanga unakotaka kwenda kufanya mazoezi kama kuishi. Na hii nasema hata kwa watu watakao wanataka kutumia hizi facility ambao wako nje ya Malia, usiwe na wasiwasi, kwa sababu hizi facilities zinatengenezwa kama ninavyoonyesha kule nyuma. Kuna magorofa mawili yale pale, unao uwezo wa kuja ukakaa pale, na pia kwa sababu kuna huo mwendokasi unakuja kuanza sasa hivi, unaweza kuja kufanya mazoezi ukarudi ukotoka na mwendokasi. Kwa hiyo opportunity zote zipo na possibility zote zipo, ili mali zikupe wewe fursa ya kuja kutumia facilities. Tutakuwa kuna magym, tutakuwa kuna viwanja vya kutosha. Kwa hiyo hapa tutafanya camping, hapa tutafanya mashindano, hapa tutafanya every activity unaofikiria kwenye michezo ambayo tukaifanya. Hata ile tulikuwa tunafanya kipindi kile kuandalia wale wenzetu, unaweza kuja kuifanyia well, bila shaka unaweza kaangalia kile ambacho kinafanyika sasa hivi katika chuo cha maendeleo ya michezo Malia pale Mwanza, na niko na mkuu wa chuo hiko Dr. Jonas Tiboloa. Sijakupa CV zote za Dr. toka akiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini papers ambazo ameziandika na zinatumika katika vyuo mbalimbali Sweden, Norway, Scandinavia huko, utaweza kuelewa kwa nini serikali haikukosea kumuita Dr. Tiboloa kuhakikisha kwamba haya yanakamilika na mitaala inapangwa kwa ajili ya maendeleo ya michezo. Mara nyingine unaweza ukawa unajiuliza kwa nini fulani yuko hapa na kwa nini amewekwa eneo hili. Sasa ngoja kwanza nikupe tuongee na Dr. kwanza upate CV zake na uweze kuelewa kwa nini Dr. yuko huko. Kuna mwingine labda alikuwa anamuona sasa Dr. huyu bwana alikuwepo pale katibu mkuu Yanga. Dr. alikuwa CEO Azam FC. Ni mtu wa mpira tu, mtu wa mpira, lakini CV yake iko tofauti. Dr. Unajua madokta tuko wengi Ndio. Na inategemea tu linatokea wakati gani mpaka unakuwa dokta. Nadhani serikali haikukosea katika hili. Toka ukiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam ulikuwa unafanya mitaala gani, and why they call you doctor? Swali gumu sana, lakini dokta nadhani ni level tu ya kielimu. Kama unakumbuka mimi elimu yangu ya juu ilianzia chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 94 mpaka 98. Lakini mwaka huo 94 nilipomaliza nilipata bahati ya kwenda kusoma kwa chuo cha michezo Norway, ambako mwaka 99 nijifunza kwanza lugha ya Norwegian. Kwa Watanzania wasiojua mimi ni Norwegian speaker fluent. Kwa sababu interpreter mzuri wa Norwegian. Shule zangu nimesoma kwa lugha yao. Kwa hiyo nilifanya kule pia undergraduate studies kwenye sport science, na nilijifunza sana mbinu za kufundisha michezo. Ndio ilikuwa eneo langu ambalo nilikuwa nimejikita kule. Na baadaye nikafanya sayansi yake kwa maana ya masters. Nilipomaliza nikarudi Tanzania 2005,
2010 nikaondoka tena kwenda kusoma PhD. Nadhani nirudi hapa 2013 mwishoni 14. Baada ya kukaa kwa muda mfupi nilipata bahati ya kupita TFF kama afisa maendeleo kwa kipindi kifupi sana, lakini tulifanya vitu vingi kidogo pale na kusaidiana na wenzangu. Tukatengeneza programu zetu za maendeleo pale ambazo nadhani zimeleta mapinduzi kiasi fulani, hususan mpira wa vijana na wanawake. Kwa kipindi hicho kifupi, nadhani baada ya kuwa nimeonekana, niliombwa kuwa katibu mkuu wa Young Africans. Kwa nikaombewa ruhusa, nikaweza kufanya kazi pale kama katibu mkuu kwa miaka 3. Hatimaye nikaacha. Nadhani nakumbuka sakata iliyotokea na bosi wangu. Lakini mimi niliona ilikuwa ni uchaguzi mzuri tu kwangu mimi, kwa sababu tunaambiwa tutii mamlaka kabisa. Kwa hiyo mwenye mamlaka akikuamua kufanya kitu, una mambo mawili, aidha ushukuru kwa kuheshimishwa au ushukuru pia kwa kwamba sasa naomba nikae pembeni. Kwa hiyo nikaa pembeni. 19-20 nilijiunga Azam, ambako nikaa kwa mwaka mmoja nadhani. Baadaye nikasema hapana, niendelee kufanya shughuli zangu binafsi kwa sababu zilizonifanya niishi hapa Tanzania. Kwa maana hiyo nikawa full chuo kikuu muda wote kuanzia 2022. Nimefanya kazi zangu 2022-23, nadhani kuna program moja tulianzisha, unakumbuka? Tukaandaa mashindano fulani hapa. 24 mwezi wa 9 nikapata simu moja siku moja ambayo ilinishtua kidogo, kwa sababu kwanza nilikuwa sitegemei kwamba naweza nikapewa hii nafasi ambayo nilioko sasa hivi. Na nilipopata hiyo simu sikuwa na cha kusema tu, nisema nashukuru. Kwanza kwangu ni heshima kwamba serikali inaweza kaona kwamba naweza nikastahili pamoja na udogo wangu nilionao kwenda kusimamia chuo kama hiki. Kwa kweli nimekuta chuo wenzangu walishafanya kazi nyingi sana kubwa za mwanzo, na mimi nikasema basi ni muda wangu wa kuanza contribute kuanzia hapa na kuendelea tunapokwenda. Sasa nini tunachokifanya sasa hivi? Hiyo ni project ambayo tumeiangalia mojawapo, tunaisimamia kuhakikisha kwamba inakamilika, sababu kama nilivyokuambia fedha zimewekezwa nyingi sana. Kwa sababu ni majukumu yetu sisi kama uongozi wa chuo kuhakikisha kwamba kazi inayofanyika inafanyika vizuri na inakuwa na value for money. Lakini sio hiyo tu, kuna project nyingine pia zinaendelea, sababu chuo bado kiko kwenye wizara, kama nilivyosema, imeamua kuhakikisha kwamba kile chuo kinakuwa kikubwa, sio kama kilivyokuwa zamani. Na ukumbuke kwamba hiki ndio chuo pekee cha michezo Tanzania. Kuna vyuo vinafundisha michezo, lakini ukiongelea chuo cha michezo ni chuo cha Mali. Na huenda sio Tanzania tu, ni Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo serikali inalitambua hilo, na moja ya vitu ambavyo nilivyopewa terms of reference, nakumbuka siku naingia katibu mkuu ambaye pia ni msemaji wa serikali ananiambia kuna kazi za kufanya. Na kazi za kufanya pale kwanza ni kuhakikisha growth ya chuo, ni kuhakikisha expand chuo, na expansion ya chuo sio idadi ya watu tu, ni pamoja na mambo mengine kama programs na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hapa ninavyokuambia kuna shughuli nyingi zinafanyika. Hapa ninavyoongea na wewe tumemalizia jengo la hostel ya wanafunzi ambalo lina uwezo wa kuingiza wanafunzi 218. Jengo la ghorofa 3 lina vyumba 46, lakini vyumba hivyo vya kulala na vyumba vingine kama 12 kwa ajili ya studies na recreation. Ni very modern building ambalo limejengwa pale sasa kwa ajili ya wanafunzi. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba tumeongeza wigo hata wa kudahili wanafunzi. Tofauti na ilivyokuwa mwanzoni kwamba tulikuwa na hostel ambayo ina wanafunzi 118 tu. Kwa watu wengine, japokuwa chuo kina wanafunzi zaidi ya 300, watu wengine iko inabidi waishi mtaani. Sasa hivi tumeweza ku accommodate wote pale. Hatusemi kwamba ndio mwisho wetu kwamba wanafunzi wote waishi mtaani, wataishi kwa sababu tunahitaji kugrow. Lakini pia moja ya vitu vingine ambavyo tumevifanya, tumejaribu kutengeneza mitaala mipya na kuireview hii mitaala iliyopo
ili endane na kasi na mlengo wa sasa wa kielimu. Kwa mfano, unaweza kuangalia programu yetu ya physical education. Sasa hivi tuko katika mwelekeo wa kielimu sasa hivi ni amali. Of course sio kwamba mitaala ya zamani haitumiki, inatumika, lakini kuna mtaala ya amali umekuja. Kwa hiyo sisi kama chuo lazima tuendane na mlengo huo ili tuweze kutengeneza watu watakaoenda kufanya hizo shughuli mashuleni na sehemu nyingine. Lakini lengo letu pia ni kujaribu kuzalisha walimu ambao wakienda kufundisha watu waweze kufundisha watu ambao wanaweza kuwa ni productive, ambao wanaweza kujiajiri. Kwa hiyo tumetengeneza mitaala hiyo mipya na tumekuja na mitaala mingine 4 mipya. Kwa hiyo tutakuwa na program kuanzia mwaka huu wa masomo unaokuja 2026-27, tutakuwa na program 7 za masomo tofauti na program 3 kama ilivyokuwa. Sasa mwanzo tulikuwa tuna program ya physical education, sports coaching pamoja na sport management na administration. Sasa tunaongeza community sport health and wellness management ambayo itaangalia sana mambo ya kwenye jamii, michezo inaendeshwaje, shughuli za michezo kama majim na nini na vitu kama hivyo vinafanywaje. Hata wewe ile michezo yako baharini ile inabidi watu wako walete tuje tuwafundishe namna gani ya kuifanya kwenye jamii. Okay. Umeelewa? Lakini pia tunaleta tunajua tuna shida sana ya watu wa masoko kwenye vilabu. Tumeliona hilo Ombwe, watu wa masoko wanafanya masoko ya kawaida, lakini sio masoko. Tunataka watu wa masoko ya michezo wa address issue za michezo. Sababu watu wa masoko walioko mpaka sasa wanashindwa kumit zile demands au needs za michezo. Kwa hiyo tunawaletea sports marketing program, tuna issue za utalii wa michezo. Program yako tena sports tourism. Unasikia? Kwa hiyo tunaita sports tourism program ambayo itaingia hiyo program ya 3, lakini program ya 4 ambayo tunaileta ni program gani? Tunasema ni sports journalism. Kwa nini sawa? Kwa sababu silimuona hapa isabati imepita, kwa hiyo ndio maana nauliza. Katibu mkuu akiona hapa asije kunipiga chini. Maana yake hii ndo program yake ambayo aliniambia na kisha lazima ianzishwe. Nadhani unatambua tatizo lililopo ndani ya uandishi wa habari za michezo. Na kwa kweli hapa nataka niseme hii ni a very important program inakuja, na tunawaalika hata watu ambao wameshasoma journalism kwa waliko. Tunataka waje wa appreciate sport journalism inakuwa na vitu gani. Okay. Na nafikiri na hizi program zote ninazokuambia kuanzia mwaka huu tutazitoa kwa namna 2. Itakuwa on campus, lakini pia zitakuwa off campus, kwa maana kwamba tutatengeneza blended programs ambazo zitafundishwa kwa mtandao. Okay. Kwa hiyo tunataka kualika Watanzania kwamba Chuo cha Maendeleo ya Michezo Mali sasa kinataka kutoka kiwafate watu mliko. Ili tuhakikishe kwamba tasnia ya michezo inaeleweka na inaleta tija kwa maendeleo ya Tanzania. Ni jambo ambalo kidogo limenishtua, lakini limenifurahisha kwa maana ya kwamba unaweza kuangalia hiyo mitaala. Kuna vitu ambavyo wakati mwingine unaviangalia unajiuliza, especially hapo ulipozungumzia tuna host AFCON. How do we market Tanzania? Hivyo zetu jirani wakati mwingine walikuwa wanazungumzia mlima Kilimanjaro huko kwao, bado watu wanaamini katika hiyo na maeneo. Na hata ukifuatilia kwenye mitandao unaweza kuona wenzetu wako juu sana kwenye kujitangaza, na ni kwa sababu they are aware ya mambo haya. Sisi ndo kama hivyo. Kuna mwaka fulani hapa tuliandaa AFCON ya vijana kwa 2019. Unakumbuka? Mimi nilifanikiwa kuwa ndani na nilishiriki kupokea baadhi ya wageni fulani hivi, lakini niliwapokea kwa sababu they were my friends wa CAF. Natoka nao airport namna inakuja, waniambia, Jonas, mashindano yako Tanzania? Nikamwambia ndio. Tunatoka airport mpaka hotelini sijaona chochote kinatakaza mashindano. Nikasema kwanza kipindi kile mimi nilikuwa nishaanza kufikiria lazima program kama hizi zifanyike. Na utakumbuka nimetoa kozi nyingi sana za mambo haya wakati nikiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na mara nyingi ziko tulikuwa tunafanyia chuo kikuu cha Dar es Salaam au Benjamin Mkapa. Mimi ilikuwa ni baada ya ile issue. Sasa hapa nikuuliza swali moja kwa sababu kama tunavyosema wakati mwingine tunapata bahati na tumeweza kukaa na wewe ukifundisha masuala kadhaa. Lakini kuna changamoto mnaweza mkaitatua vipi ambapo naiangalia hapa.
nikiangalia mitaala ambayo mmeijenga, shule nyingi zina facility. Ndiyo. Shule nyingi Tanzania. Ndiyo. Lakini wanaosimamia michezo ni teachers, not coaches. Sio coaches. Yani unakuta basic fundamental ambayo mtoto anajengewa labda nyumbani awali huko inaenda kubomolewa shuleni. Ukija kwenye UMITASHUMTA, mimi pia nakumbuka Dr. Jimmy tuzidi, lakini mimi nilikuwa ni mmoja watu ambao tunaenda UMISETA. Tunapewa kocha atufundishe au kocha wa basketball. Wewe unajua kuliko yeye. Yani sisi tunajua kuliko yeye. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba tayari tukoshaanza kuchezea timu kubwa Pazi vijana. Tukamwambia wewe huo unakaa tu kwenye bench. Tuache sisi ta control na mazoezi kila kitu. Ya sasa imagine at that age tuko O level. Huyo teacher aliyewekwa tunaweza kumcontrol lakini kwa sasa hivi tunasema pamebadilika. Kwa nini bado katika hayo maeneo ambayo mnaenda nayo, kwanza msasa huu usianze katika maeneo kama ya baraza la michezo, desk officers hawa ambao unasimamia, kwa sababu kuna nyakati pia unaamini kwamba hivi vyama vidogo vidogo vinaweza vikapata write up kutoka au usaidizi kutoka pale katika eneo la baraza, lakini napo unakuta patupu. Sasa mitaala hii na psychology mnaweza mkaitengeneza vipi kwa hawa watu ambao tayari wako katika eneo husika ili kuweza kusambaza hivyo ambavyo mnakuja navyo? Na actually nilipoongelea hii blended program ambayo tunataka kuwafikia watu, tunawalenga hao. Na nataka tu nikwambie, kama umesikia kinachoendelea wizarani sasa, Mheshimiwa Paul Makonda nadhani wiki 2 zilizopita alisitari ile tangazo, nakumbuka alitolea Dar es Salaam kwamba mwalimu yoyote ambaye hana taaluma ya michezo asifundishe michezo. Unaikumbuka? Naikumbuka vizuri sana. Sasa ile statement ilivyotolewa, sio kwamba ametoa juzi, sisi tulioko kule tunajua, na ndio maana tumeanza kukimbizana kuhakikisha kwamba vitu kama tunavianzisha, kwa sababu ni ukweli anautambua, na bahati nzuri sana hata sisi wizarani tunatambua kwamba walimu wengi sana hawana hiyo knowledge ya kufundisha vijana, na especially katika mwelekeo wa kitaaluma. Kwa sababu ujue mwalimu wa michezo tunayemta physical educator ni mwalimu pase. Ndio maana huwa tunakuwa na conflict, watu wengine wanashindwa kuelewa kwamba wanafikiri kwamba mwalimu wa physical education sio mwalimu. Ni mwalimu, ana pedagojia yake, anajua psychology, anajua namna gani ya kumfundisha mtoto kutoka kwenye simple to complex. Kama jinsi unafundisha hesabu kuanzia kujumlisha 2 jumlisha 1 mpaka utakapofika kuanza kupiga integration yale. Si unajua? Ndio. Yale ni complex. Kuanza kumwanzia mtoto kule kumrudisha, na ndicho kinaendelea shuleni sasa. Unakuta shule kama unavyoniambia anasimamia mtu ambaye hajui chochote kwenye mambo ya michezo. Sasa hayo mambo serikali imeyaona na imeshatoa maelekezo. Kwa sisi kama wasaidizi wizarani tunalo jukumu la kwanza liko ni kutengeneza huo mtaala. Jukumu la pili ni mainstream huo mtaala. Sasa tuna mainstream vipi? Tukisema tukae chuoni peke yake, Wizara ya TAMISEMI haiwezi kuruhusu walimu wote wa michezo wakaenda kusoma kwa wakati mmoja. Haiwezekani. Walimu ni wachache na watoshi. Kwa hiyo tumeamua kuja na hii program ya pili ambayo tunadhani tukifanya 40% online, 60% face to face, tunapanga tarehe fulani na tarehe fulani tukutane sehemu fulani. Hiyo TAMISEMI wanaweza wakaruhusu. Tuna uhakika kabisa. Kwa sababu ndio maana walimu wanaweza kushiriki short courses. Kwa sababu ni vipindi vifupi, kwa serikali inaweza kuruhusu endeleeni mkaongeze ujuzi mtarudi. Kwa hiyo tunaamini kabisa hata kama itakuwa ni practicals kwenye physical education tutafanikiwa. Mitihani watakuwa na uwezo wa kufanya, kwa sababu tumeona walimu wengi wanasoma sana Open University, wafanyakazi wengi wanasoma Open University. Kwa sababu tunaamini hata sisi wenyewe tukianzisha hiyo itakuwa ni namna moja wapo ya kuwasaidia kufika huko. Na kama ulivyosema mwanzoni, tukishindwa kufanya namna hiyo, hizi investment zote tunazofanya mahali ya wapi, tutakuwa tunapoteza muda wetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tutakuwa tunapata watoto kwenye age fulani ambao wameshindwa kupata vitu katika age ya chini vya kuwafanya waje kuwa wachezaji huko juu. Kuna msemo mmoja wanakuambia Wakiha, you cannot teach an old dog new tricks. Unajua? I take it. Sisi Kigoma ndo tunasema huo msemo. Yaani mbwa aliyezeeka hawezi kumfundisha mbinu mpya hata siku moja. Na hii ndo matatizo ya michezo Tanzania, kwenye soka, kwenye basket, wherever you go. Watoto wetu tunawakuta wakiwa wameshakuwa machua,
basic skills hawana, kwa hiyo wanakuwa ni wachezaji wa hapa tu, na hata akienda kwenye uongozi ni hivyo hivyo huko ndo kabisa sasa, kwa sababu vitu wanavyoamini haviendani na misingi ya mambo wanayoyafanya. Kwa hiyo nadhani inabidi sisi kama chuo tuhakikishe kwamba tunatoa mchango wetu kwenye maendeleo ya michezo nchini, na hicho kitu kwa kweli tumewaahidi hata viongozi wetu waliotuweka pale kama tunakisimamia, tunahakikisha kwamba tunafanya. Mnazibana vipi sasa? Unajua Tanzania kuna maeneo ambayo kuna watu wana maso, yani wanaamini kwamba wao wanaweza pia wakawa na maamuzi kuliko hata serikali, kwa sababu tunaangalia caliber sasa hivi. Ukiangalia baadhi ya wachezaji unamwangalia John Boko unasema wow, yani after his career tayari ameshavuka eneo na amekuwa coach. Sasa tunawasaidia vipi? Mnajua kwamba wengi wa wachezaji wanaotoka elimu yao sio nzuri, makuzi yao hayakwenda katika njia hivyo. Hawa ambao labda hawakuwa na vyeti ambavyo vinawapasa kuweza kuingia katika hizo. Ndio maana nimekuletea kozi ya community sport, wanaanzia huko, wataanzia kule, na tunahakikisha kabisa moja ya vitu ambavyo tunataka tuvifanye kwenye hiyo program ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na very systematic mentorship program ambayo unajua hawa watu walioshiriki kwenye michezo zamani ni watu ambao ukiwapata na wakawaingiza kwenye mfumo wa kielimu unaweza kusaidia kazi vizuri sana. Kwa sababu gani? Wao wanakosa kitu hiki, elimu inayostahili, lakini ile practical knowledge wanayo, lakini wanayo katika level fulani, kwa sababu ukumbuke kufanya kazi na watoto ni tofauti na kufanya kazi na timu kubwa. Juzi nilikuwa namtania mtu mmoja ameposti vitu vyake kwenye mtandao, nikamwambia nimeona you are doing a very good job, lakini mimi nilikuwa naomba ni kuchallenge from training point of view. Hiyo kada ulionayo, hayo mazoezi unayowapa sio ya kwao. Nisikia hayo mazoezi kawatafuta watu kuanzia miaka 16 na kuendelea. Hawa watoto ulionao sasa hivi shughulika na skill tu. Hivi ndio maana tunakutana sasa hivi na sports injury kwa hali ya exactly, kwa sababu sio injury tu, tunakutana pia na watoto ambao hawalifuki. Okay, wanadumaa. Wanadumaa kwa sababu ya aina ya mazoezi yanayofanyishwa kule chini. Unaona? Mimi nao mifano nikikwambia hata watoto ambao waliopita kwangu mikononi mwangu wote nikawa nafundisha mpira na wengine sasa hivi unaweza kuona tofauti. Na ni kwa sababu gani? Ni hiyo elimu. Okay. Wala kuna mambo mengi sana. Maana hapo ukiingia katika hii dunia AI, social media, unaona mazoezi ambayo hayaendi kabisa. Na ukijaribu kuangalia unajiuliza, hivi huyu mtu anafanya mazoezi amejifunza nini na anajua nini? Ndio watu kasema wewe uliza fanya survey ndogo watu wa umri wangu ambao walikuwa wanapenda sana kufanya mazoezi ya gym, na wengi wana matatizo ya migongo sasa hivi, wengi wana matatizo ya injury za magoti. Ukiweza nini akwambia bana magoti yangu yanasuguana na nini, kumbe alikuwa anafanya mazoezi, hajui mazoezi, anakwenda kwa dose response. Kuna wengine hata facility wanazotumia, viatu wanavyotumia vinaumiza. Kuanzia facility, yani kit unayotumia, mazoezi unayofanya, frequency yake, progression yake, unasikia duration unayofanya wa mazoezi, unakuta haendani na mtu anavyotaka kufanya. Na nutrition yote hayo. Kwa sababu kwenye chakula, kwa mfano unaongea issue ya watu kurecover na vitu kama hivyo. Unasikia? Watu mimi juzi nilikuwa nasikia hata kwenye ligi yetu kuna watu wanalalamika team service zinacheza kia baada ya siku 3 mechi, kia baada ya siku 3 mechi. Mimi nilikuwa mtu mmoja akaniuliza hii ni sawa? Nikasema kwangu mimi ni sawa, inategemea hiyo benchi la ufundi la mtu wa namna gani, anayejua nani anataka kula nini wakati gani na kwa sababu gani. Kwa sababu hiyo ni issue ya recovery tu. Mwili wa binadamu ukirecover ni sana mashine ukiwa unaitumia sana, lazima kiasi kuhakikisha kwamba kuna oil ya kutosha, au sio? Ili vyuma visisuguane. Kwa sababu kama haina oil ya kutosha, maana chuma kitasuguana. Na ndio ilivyo hata kwa michezo. Kama timu hujui recovery protocol, utapata shida. Kama hujui training protocol za kufanya timu yako iwe fit kwa namna gani, utapata shida. Kwa hiyo ni sayansi. Hiyo ni elimu. Ndicho ambacho tunataka sisi kiingie kwa watu wana michezo kupitia Chuo cha Maendeleo ya Mchezo Mali.
Well, hapa kuna darasa la kutosha kwelikweli, na darasa ambalo nazidi kuipata kwa Dr. Jonas Tiboroa. Sio tu mkuu wa chuo. Unajua kuna wakati mwingine mtu anaweza akawa ndio kiongozi, lakini kuna vitu vile ambavyo vinahusiana na shughuli yake havifahamu. Sasa sijui utamdanganyia wapi. Umlete Norway umseme anakuelewa, umlete mtu kutoka Kigoma atakuelewa, uingie katika unazi wa mpira atakuelewa. Kwa hiyo basic fundamental. Lakini kizuri ambacho tunakiona sasa kwamba hata wale ambao walikuwa wanaogopa kutokana na elimu yao kutokuwaruhusu kuwa na vyeti vya kwenda katika dau lingine, tayari chuo cha maendeleo mahali wametengeneza mtaala ambao utakuja kutumika na tupate kuwatumia wale wachezaji katika michezo mbalimbali ambao ni mafundi kuweza kutumika kama role model sasa katika kufundisha michezo. Doc, tumegusa maeneo kadhaa. Yeah. Lakini mwanzoni uliweza kutueleza kuhusiana na facility na vile vitu ambavyo vinakwenda pale. Vitu ambavyo vinakuja hapa mara nyingi najua kwamba na wataalamu pia wanakuja kwa ajili ya kumotivate. Mara nyingine sisi ukiniambia dokta nifundishe hapa anakuwa siko serious. Kija kitokea mgeni hata kama yuko chini ya dokta nitamsikiza kwa umakini kuliko vile ilivyo kawaida. Sasa mahali kama vile unavyosema kuijenga imekaa namna ile, lakini inaweza ikawa inatumika vipi kurudisha, kwa maana ya kwamba nafasi ipo vipi kwa yule ambaye atakuwa anataka kuja Maria kwa camping au kutaka kufanya training au kama anataka kutumia uwanja. Kuna changamoto za viwanja sana hapa. Kama uwanja unakidhi hivyo viwango aweze kutumia. Kimsingi niseme tu hii na nitoe tangazo kwa Tanzania wote ambao sasa wanaitambua hii project. Kama nilivyosema kuanzia mwanzo kwamba hii project inawekwa pale, kwanza mojawapo ni sehemu ya kuandaa vijana ambao watakuwa pale kwenye specific programs kwa ajili ya kuendelezwa, ambao tutakuwa tumeidentify kwamba hawa ndo vijana wenye talent. Na sehemu zetu za kuwapata ni nyingi, na tutakuwa na programs za kufanya talent identification. Nadhani bahati nzuri tulikuwa tumeongeze na Azam pia mtatusaidia kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba hii programu yetu inajulikana na inakuwa forward, ili watu wajue kwamba tunafanya kitu gani. Hiyo ni moja. Lakini namba 2 tuisema hii itakuwa kama training camp. Mtu yote anataka kuja kufanya training ataruhusiwa kutumia hizo facility. Na wenzetu nchi za nje training camps, we ni shahidi, nadhani umesafiri na kuna kipindi unaona umesafiri na Simba, umesafiri na Azam mara nyingi kwenda kuangalia training camps. Training camps maacha sana tukuza siku mjini katikati ya mji kama Dar es Salaam au Mwanza pale katikati mjini eti ndio tumeweka camp. Hapo ni sawa sawa tunaita nini, unauza CD. Utakuwa unauza CD zako. Kabisa. Utulivu unakuwa. Training camp inatakiwa sehemu kama Maria kwa ajili ya utulivu, lakini kwa ajili pia ya kuavoid training espionage. Kwa sababu tukiongea vitu unajua watu wengine wanaweza wasielewe. Kuna upelelezi wa kuijua timu hii tunaocheza nayo iko namna gani, ina watu gani sehemu gani, wanajua nini zaidi yetu. Vilabu vinafanya sana hiyo kazi. Watu wengine wanatuma mpaka drones mazoezini ili wakusome na wapeleke information. Hasa ukitaka kuzuia mambo kama hayo, unatakiwa na training facilities kama za Maria. Kwa hiyo sio siri, tutawaalika, tutatoa nafasi kwa vilabu vyote vitakavyokuwa vinahitaji kufanya hivyo. Sisi wenyewe tuta reach out vilabu kutoka sehemu nyingine vikiweza kuja vije, kwa sababu state of the art facility kama ulivyoiona. Kwa hiyo watu watakao kuwa wanataka kutumia wataruhusiwa kwa namna hiyo. Lakini jamii pia mkitaka kufanya michezo yenu mnaruhusiwa kuja. Mashindano ya taasisi mbalimbali wakitaka kuja kufanya karibuni, ili mradi sisi tupate taarifa na hizo facility kwa ajili ya kila mtu. Ni mali ya serikali, na kama jinsi ambavyo serikali imetoa fedha inafanya hivyo kwa sababu ya kuhakikisha kwamba kinakuja kuendeleza michezo katika Tanzania. Kutunza facility dokta. Mara nyingi Tanzania tumekuwa na tendency ya kwamba kitu kinakuwa kipya tunajenga, lakini sasa tunakitunza vipi? Yaani unaenda sehemu baada ya short time uweze kuingia msalani. Pia kuna maeneo ambayo unaenda unakuta wakati mwingine hayako rafiki kwa wale wenye ulemavu kuweza kuingia na vitu kama hivyo. Sasa hivyo tutavitunza
kwa namna gani, utunzaji wake utakuwa vipi katika maki hapa? Kuna nimeangalia rundo indoor, najua utakuta michoro mingi ya michezo tofauti tofauti, kuna fungua mat purpose pamoja na vile viwanja vya nje. Nisahau kuambia vile vya tennis, basketball, volleyball zile pia zitakuwa ni mat purpose. Kwa hiyo unaweza kaelewa kwamba tumejipanga kwa namna gani. Kwenye issue ya kutunza facility, kwanza lazima nikwambie hii wizara ndo wizara ambayo yenye tunaita inayosimamia mambo ya michezo na maendeleo, sio? Lakini pia ndo wizara ambayo inashughulika na miundombinu ya michezo. Kwanza mwaka huu tayari wizara imeshaanzisha taasisi inaitwa SIMA au Sport Infrastructure Management Agency. Hii ndio itakao kuwa responsible kwa miundombinu yote ya michezo. Na mna train hao watu sasa ili kuweza kutunza hivyo watu wanapata training na watakuwa responsible. Of course hata sisi wenyewe tunazo koza za miundombinu. Kwa hiyo lazima ukumbuke kwamba sisi ndo wenye kazi, ndo wenye shughuli yani. Kwa hiyo kama party na hawa hizi ambazo zinakuja za technical course sasa, maana yake hapa uligusia hata swala la waamuzi. Tuna zote hizo sisi tunafanya, na ukitaka kujua chuo cha nimekuwa na kualika mara nyingi Nyembela, hebu chukua kamera siku moja uje ukae siku 5, utakuja na profesa, uje na profesa. Nadhani mkifika pale mtapata story ya kuongea ya kwenye shughuli tunazozifanya, lakini kwa mambo ambayo tunajitahidi kuyaweka. Ni mambo mengi sana yanakuja kwenye kile chuo, lakini mambo mengi sana ambayo pia wizara inahakikisha kwamba inafanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba chuo kinajaribu kureflect mahitaji ya maendeleo ya michezo Tanzania. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kwenye masuala ya kutunza miundombinu. Miundombinu itatunzwa. Chuo chetu sasa hivi kwa mfano tulikuwa hatuna maengineer wa chuo kwa maana ya ujenzi, miundombinu na nini. Sasa hivi wapo wa wizara. Kwa hiyo kaelewa tunakwenda wapi. Neno lako la mwisho Dokta, najua kwamba tutakuja sasa kufanya exclusivity ya kipindi, lakini neno lako la mwisho kwa wale ambao wanatuangalia hivi sasa kuhusiana na Malia na vile ambavyo unatuofa hapa, na profesa atatupa vionjo waweze kuona kile kilichopo Malia sasa hivi. Safi kabisa. Kwanza mimi niseme tu namba moja, Watanzania tutambue kwamba kama kuna wakati ambao serikali imewekeza kwenye michezo, especially miundombinu ya michezo, ni sasa hivi. Serikali ya awamu ya 6 imefanya kazi kubwa na inatengeneza miundombinu ile Malia ni kwa ajili ya Watanzania. Kwa hiyo vilabu, wananchi ambao wanataka kufanya michezo, mashindano mbalimbali, taasisi wanakaribishwa Malia kuanzia mwezi wa 7. Tayari tutakuwa tuna kitu cha kuonyesha ili wao waweze kutumia. Michezo yote mkijisikia mnataka kupata sehemu ambayo mnaweza mkafanya mashindano yenu na facility zote zipo, nadhani hakutakuwa na sehemu yoyote zaidi ya Malia kuanzia mwezi wa 7 mwaka huu. Na tunasema hivyo ni kwa sababu tu ya hali ya hewa ilikuwa kubwa, mvua ilikuwa kubwa. Isingekuwa namna hiyo, huenda sasa hivi viwanja vyote vingekuwa viko tayari na tungeweza kuwa tunawaalika kwa ajili ya sisi wa kikapu tutakuwa kwanza kuja na Taifa Cup. Yaani kikapu njoo, soka njoeni. Na nataka tu niseme kwa hizi timu ndogo ndogo ambazo huna mashabiki wako wazidi 2000, chagueni pia Malia kuanzia mwakani kwa ajili ya kuja kuchezea mechi zenu pale. Tunawakaribisha. Asante sana Dokta, umeweza kutupa japo kwa uchache na tumeweza kufaidika. Mradi ambao tulikuwa tunauangalia hapo, jinsi ambavyo majengo, ramani ilivyoonyesha uhalisia wa kile ambacho kitakuja kukamilika. Nikupongeze katika muda mfupi kwa kazi kubwa hii ambayo mmeweza kwenda kuifanya, na tunaamini kwamba huu ndio utakuwa ni mwanzo wa mapinduzi. Tuna uhakika leo tukapata Malia nyingine. Mimi naomba uipongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Safi, nimeanzia kwako hapa kwa sababu serikali imekuteua. Alafu niipongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa ukubwa kabisa, hasa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ile naosema ni bao la mama ambalo sasa umeweza kunieleza kwa njia nyingine. Bao la mama sio tu kwa zile pesa zinazotolewa, bali ni kutengeneza kiwanda ile ni peanuts cha wachezaji. Kazi yote iko hapa.
Shukran sana. Naam, ni Dr. Jonas Tiboroa huyo, mtaalamu kabisa wa masuala ya ufundishaji michezo, ambaye ni mkuu wa chuo cha maendeleo ya michezo Maria kiko kule Mwanza, akizungumzia masuala mbalimbali. Hamna sema ambayo utaigusa Dr. aifahamu vizuri. Lakini kwa leo basi tunaishia hapo. Wiki ijayo tutaweza kupitia mengineyo yanayohusiana na michezo. Usubiri Safari ya Maria ili uweze kuona kwa vitendo yale yaliwepo.